Nimepata bahati ya kukaa na Mama Mhagama miaka 5 ofisi moja, yeye akiwa waziri wangu wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira, na mimi nikiwa naibu wake. Sifa zake kuu Mama Mhagama ni kama zifuatazo. Cha kwanza, kama alivyosema mwanae Victor, mama alikuwa mchapakazi sana, alikuwa hana sikukuu, alikuwa anafanya kazi muda wote. Mama alikuwa mchapakazi, alikuwa hana sikukuu, alikuwa anafanya kazi muda wote kwa sababu aliipenda sana kazi yake. Lakini la pili la kwenye ibada, mama alikuwa anathamini sana swala la ibada, na siku zote kwenye mkoba wake alikuwa anatembea na rozari, na kama katika siku 365 zilizoko hapa duniani ambazo hakufunga, haziwezi kufika siku 60. Karibuni muda wake wote mwaka mzima alikuwa anafunga. Lakini katika kanisa hili na eneo lile pale ndio alikuwa anapenda sana kusali mara zote akiwa hapa. Kwa hiyo katika eneo la pili ambalo pia tunamkumbuka nalo ni eneo hilo la kwenye ibada. Kwa kweli alimpenda na kumkiri Yesu Kristo kwa dhati kabisa na kwa vitendo. Lakini kingine, hakuwa mchoyo wa maarifa. Mtu yote aliyefanya naye kazi alihakikisha pia anapata kile ambacho anacho yeye. Sisi ambao tulikuwa wasaidizi wake, alisaidia sana kuweza kutukuza kutoka katika maadili mema na kutuongoza vizuri. Hakuwa mchoyo wa maarifa hata kidogo. La mwisho, alikuwa mlezi wa watu wengi. Hakuna jambo linaweza likatokea ambao umekwenda tofauti akakuacha uende kutumbukia shimoni. Alikuwa ni mtu ambaye hawezi kufumbia jambo. Kama kuna shida yoyote alikuwa anaweza kukuita na kukuambia na kukuelekeza vizuri. Kwa hiyo ni mlezi, ni mama, mwalimu, mcha Mungu, mwadilifu. Ametutoka mama yetu. Mimi nasema kwamba ili kuenzi jitihada hata maisha ya Jenista Mhagama ni kuwa kama Jenista Mhagama alivyokuwa anafanya. Yeye mpaka rais alikuwa anamuita kiraka. Sehemu ambayo inatetereka, Jenista Mhagama alifiti kwenda mahali pale, anaenda anafanya vizuri sana. Hivyo wanawake wote wanaopewa uongozi, wanawake wenzetu waliopata nafasi ya kuwa mawaziri, kuwa manaibu waziri, wanawake wenzetu wamepata nafasi ya kuwa majaji, wafanye kama alivyokuwa anafanya Jenista Mhagama, wafanye kwa bidii yote. Lakini zaidi kwa bidii yote, wanawake pia watuwakilishe vema kule, ili serikali izidi kuamini wanawake ya kwamba mwanamke ukimpa kazi anafanya kwa bidii yote na kwa uaminifu wote. Naomba mniruhusu nami niungane na wengine kuwashukuru watu wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika kushughulikia msiba na kumstiri ndugu yetu huyu. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini kwa maombi na misa tangu kutokea kwa msiba huu hadi hapa tunapomuaga. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi, alisimama imara kutetea haki, maendeleo na usawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Kwa wanaruvuma na wanaperamiho, tunawapa pole kwa kupoteza tumaini lenu. Mwenyezi Mungu awape faraja. Kwa mdogo wangu Mheshimiwa Jenista Mhagama, lakini kabla yeye, kwa Mheshimiwa Spika na wabunge wote ikiwemo wana CCM wenzangu, niseme tumeondokewa na tuweni pole. Sasa kwa mdogo wangu marehemu Jenista Mhagama tunasema umetimiza wajibu wako kwa uaminifu mkubwa. Umepigana vita vilivyokupasa. Uimara wa taifa letu ni pamoja na mchango wako mkubwa. Mwenyezi Mungu akupe safari ya kheri, safari njema, na ilaze roho yako
pahali pema peponi. Amen.